Hamasi wenyewe kupitia taarifa zake imesema kwamba ujumbe wake unaongozwa na Al-Haya umefika Misri kuanza mazungumzo ya njia za kusitisha mapigano, kujiondoa kwa nguvu za utawala wa Israeli na kubadilishana watu waliopo gerezani. Mazungumzo hayo yapo chini ya mpango wa Marekani na ushawishi wa wadhamini kama Misri na Katari ambao wamekuwa madalali wa mazungumzo ya awali. Ni mara yake ya kwanza kuonekana hadharani tangu jaribio la shambulio la Israeli kwenye mji wa Doha mwezi uliopita, ambapo Al-Haya pamoja na viongozi wengine wa Hamasi walidaiwa walilengwa. Lengo kuu la mazungumzo hayo ni kubadilishana mateka wa Israeli walioko Gaza kwa wafungwa wa Palestina katika Israeli, kuweka sikitisho la kusitisha mapigano yani ceasefire, kupanga vipengele vya kujiondoa kwa wanajeshi wa Israeli na mipaka ya shughuli zao za ndani. Mipaka ya mazungumzo, Israeli na Hamasi hazijakubaliana kuhusu sehemu kubwa ya masuala ya msingi kama usitishwaji wa mapigano wa kudumu au ya muda mfupi, disarmament ya Hamasi na hali ya ukuaji wa Gaza baada ya vita. Hakuna uthibitisho wa haraka. Watu wengi wathamini hii kama fursa ya mwisho wa mapatano ambayo yatahifadhi mamilioni ya maisha na kuondoa mateso ya wananchi Gaza. Mateso ya kijeshi yanaendelea hata wakati mazungumzo yanapowekwa mbele. Israeli bado inaendelea na mashambulio huko Gaza, jambo linaloweza kuathiri mazungumzo hayo. Uwasilishwaji wa ujumbe huo na kusimama mbele ya mazungumzo kunatoa Hamas nafasi ya kujionyesha katika ufunguzi wa kidiplomasia na inaweza kuongoza shinikizo la kimataifa kwa Israeli kufanya mapumziko ya makusudi. Serikali za Misri na Katari zinaendelea kuwa wadhamini muhimu wa mazungumzo haya, zikiendesha mazungumzo kando, yaani shuttle diplomacy kati ya pande zote. Uwezo wa makubaliano halisi unategemewa kwamba mazungumzo haya yasibaki tu hewani, yawe na utekelezaji thabiti, ufuatiliaji wa kimataifa na uaminifu wa pande zote. Kusafiri kwa Khalil Al-Haya hadi Misri ni hatua muhimu ambayo inadhihirisha uwepo wa nia za mazungumzo makubwa. Swali kubwa ni kama mazungumzo haya yatapunguza ghadhabu ya vita, wakomboe mateka na kuleta amani ya muda mrefu, au yatafikiwa kwenye mapigano tena. Ufuatiliaji wa karibu utakuwa muhimu. Imekuwa ni jambo moja ambalo kiukweli linawaacha watu mdomo wazi mpaka hivi sasa, kwa sababu watu wengi wanatamani sana Israeli na Gaza ama Palestina ikapate kurejea tena kwenye mikono yao ya amani, wakapate kuishi kama maisha yao ya zamani ambavyo yalikuwepo. Lakini kwa hiki ambacho kinaendelea, labda kinatoa mwanga kwamba inawezekana kuna jambo bora linaweza kutokea hapo mbeleni, jambo ambalo kila mmoja linamwacha na furaha kubwa, ijapokuwa inaelezwa kuwa Israeli hajaweza kufurahishwa na hiki ambacho kinaendelea, kwa sababu kama atawakosa Hamas basi inaweza kuwa ni pigo kubwa kweli kweli kwake yeye, kwa sababu anataka kuweza kumaliza ule mgogoro moja kwa moja kama ambavyo yeye mwenyewe ameeleza.